20% ya watu wote duniani wana changamoto ya ujifunzaji, hivyo wazazi, walezi na jamii nzima wametakiwa kuzifahamu changamoto hizo na kutafuta namna bora ya kuzitatua. Serikali imewataka wazazi mkoani Songwe kuhifadhi chakula cha akiba na kushirikiana kwa pamoja na wanaume na wanawake katika malezi ya watoto ili kukabiliana na tatizo la utapiamlo na udumavu. Serikali imewasilisha mpango wa gridi ya taifa ya maji katika mkutano wa 30 katika kuhakikisha kuna kuwa na huduma endelevu ya maji kwa jamii, viwanda, kilimo, mifugo na mazingira. Serikali ya Nigeria imepinga vikali vitisho vya kijeshi vilivyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu madai ya mateso dhidi ya Wakristo nchini humo. Habari za sasa mtazamaji, na kukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni Obedi John Kikao. Nitakuletea habari za kitaifa na hapo baadaye tutatazama utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Naam, mtazamaji, tuanzie Arusha. Imeelezwa kuwa 20% ya watu wote duniani wana changamoto ya ujifunzaji, hivyo wazazi, walezi na jamii nzima wametakiwa kuzifahamu changamoto hizo na kutafuta namna bora ya kuzitatua. Mwandishi wetu Eliuru Machao anatutaarifu zaidi. Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa mkoa wa Arusha Dr. Chazi Mkomba Chepa wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na shirika la Dyslexia Tanzania kwa waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha yenye lengo la kuwajengea uelewa kuhusiana na changamoto ya ujifunzaji kwa watoto iliyofanyika mkoani Arusha. Amesema kuwa tatizo la dyslexia linasababishwa na changamoto inayotokea katika ubongo wa kushoto. Kuna changamoto kwenye ukuaji wa ubongo, hasa sehemu ya kushoto ya ubongo. Mimi nikisimama, ubongo umegawanyika sehemu mbili kubwa. Kuna sehemu ya kushoto na sehemu ya kulia. Yaani ukikata hapa, kwa ubongo ndani ukifungua una sehemu ya kushoto na sehemu ya kulia. Sasa sehemu ya iliyoathirika sana ambayo inaleta changamoto hii ni sehemu ya kushoto, ambayo huko ndio kuna controlling ya mambo ya learning na speech na vitu vingine. Mkurugenzi wa shirika la Dyslexia Tanzania, Gaudence Ayoti, ameeleza hatari iliyopo endapo mzazi au mlezi atashindwa kugundua tatizo hilo kwa mtoto wake, huku mkurugenzi mwenza wa shirika hilo Jones Habibu akieleza maana halisi ya changamoto hiyo ya dyslexia. Kuna hatari kubwa ambayo kama jamii itaendelea kutoelewa, watu wenye changamoto hizi watakuwa wanapata shida sana, wanaacha shule, wanaingia katika kufanya mambo ya uhalifu. Kwa sababu kama shule haimfai, mtoto ataacha shule, na akiacha shule kule nyumbani anafanya nini kikubwa? Atakuwa anaingia katika matumizi ya madawa ya kulevya, atakuwa hana umuhimu wakati hawa watu wana vipaji vikubwa. Ndio maana tunaweka jitihada zote kuelimisha jamii ili kuelewa, kuwa support. Nchi za wenzetu watu wamefanya mabadiliko makubwa sana kwa sababu jamii yao ilielewa ikawa support. Mfano mmoja tu, mwanzilishi wa iPhone anaitwa Steve Jobs. Alipata msaada, ndio maana ameleta mabadiliko katika ulimwengu wa teknolojia. Jamii ikielewa tutapata manufaa makubwa kwa sababu hawa watu wenye dyslexia wana vipaji vikubwa sana, wanaweza kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Dyslexia ni changamoto ambayo inawapata watoto katika mambo makubwa matatu: kusoma, kuandika na kuhesabu. Na hii hupelekea watu wengi kwa kutokufahamu kuwaita majina tofauti tofauti ambayo wanawanyanyapaa, kama slow learners, watu wanaojifunza polepole, mbumbumbu, wajinga na maneno mengine ambayo hayafai kama hayo. Mwenyekiti wa Arusha Press Club Clouds Gwandu ameeleza kuwa wamekuwa na fursa nzuri ya kujijengea uelewa juu ya tatizo la dyslexia, huku mtaalamu wa saikolojia Esther Cornelio akieleza dalili za tatizo hilo, na mmoja wa waandishi wa habari Zakia Simbaya akitoa ushuhuda juu ya mtoto wake mwenye changamoto hiyo ya ujifunzaji. Kwa hiyo naomba na kwa kusaidia jamii, tumesikia hata hapa kuna wengine pengine ndio leo tunajua kumbe wengine hata watoto wetu na watukutu pengine wana shida. Ndio leo wengine tunajua. Afadhali mwenzetu Zakia alishajua kwamba kumbe tuna shida. Kwa hiyo na sisi huko tunaporudi majumbani tuangalie
tusiwe pesi tu kutandika mijeledi watoto pengine wanataka. Sasa tumejifunza kitu ambacho na sisi wenyewe kinatugusa moja kwa moja. Mzazi anaweza kufanya mambo machache katika kutambua mtoto wake kuwa na tatizo hili la dyslexia. Kwanza anaweza kufuatilia kwa ukaribu kama anaweza kuchanganya herufi zile ambazo zinaweza kufanana kama herufi ndogo, B ndogo pamoja na P, lakini pia pamoja na namba 9 kama ana hilo tatizo, lakini pia kama anachelewa katika kuandika, kusikia na kuweza kuandika kile kitu, lakini pia kama anakuwa na changamoto hata ya kuhesabu. Kwa anapoona hizi dalili za kwamba mtoto wake anakuwa na changamoto ya kuelewa darasani ama kuandika, anaweza kwenda zaidi kwa kaona wataalamu na kuweza kupata assessment kwa mtoto ili kugundua changamoto. Mwanzoni nilikuwa nampiga sana mtoto, lakini nilivyoelewa nikajua kumbe hawa watoto unapompiga ndo unamnyima kujua anapaswa kufanya nini. Kwa hiyo baada ya kujua anipaswa kufanya, ikabidi nianze kuwa namsaidia. Unaona homework ambayo mdogo wake anafanya kwa dakika 5, yeye anaifanya lisaa. Ukimsaidia na yeye anafanya kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo wazazi ni bora tugundue mapema kama mtoto ana dyslexia, then tumsaidie. Takwimu za ulimwengu zinaonyesha kwamba kati ya watu 5, mmoja ana tatizo hili la dyslexia. Kutoka hapa mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao. Asante sana Elihuruma Chao kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Arusha. Mtazamaji, taarifa hii inatupeleka mkoani Songwe ambapo serikali imewataka wazazi mkoani Songwe kuhifadhi chakula cha akiba na kwa kushirikiana kwa pamoja na wanaume na wanawake katika malezi ya watoto ili kukabiliana na tatizo la utapiamlo na udumavu linalowakumba watoto walio chini ya miaka 5. Mwandishi wetu kutoka Songwe anatueleza. Akizungumza mara baada ya maadhimisho ya lishe kitaifa wilaya ya Mbozi, Zainabu Mkundawantu ambaye ni afisa lishe kiongozi katika halmashauri ya wilaya hiyo amewasihi wazazi kuacha tabia ya kuuza mazao yote bila kuacha akiba na kushirikiana katika malezi kwa pamoja, kwani jambo hilo linaweza kupelekea kupunguza tatizo la utapiamlo pamoja na udumavu kwa watoto. Hivyo pia wameshauriwa wanajamii kutengeneza mazingira ya kutenganisha vyakula vya biashara pamoja na vyakula vya kutumia. Hii itatusaidia sisi kuondokewa na ukame wa chakula. Tumewaasa wazazi kwa ujumla, nikimaanisha wazazi wa upande wa kiume na wazazi upande wa kike, washirikiane kwa pamoja katika masuala ya lishe. Tunajua kabisa katika nyumba kuna baba na mama, watoto hawajajileta wenyewe, wameletwa na baba na mama. Hivyo familia pia na zenyewe zikae ili zihakikishe zinawalea watoto wao na kuhakikisha wanapata mlo kamili ili kuepukana na magonjwa kama udumavu pamoja na utapiamlo. Wakizungumza mara baada ya maadhimisho hayo, wakina mama wanaolea watoto walio chini ya miaka 5 wameeleza kuwa wamefurahishwa na elimu walioipata, huku wakikiri kuwa imefanyika kuwa msaada kwao, kwani hapo awali walikuwa wakiwapa watoto chakula bila kuzingatia mchanganyo wa makundi ya vyakula. Nashukuru sana watu wa lishe, tumejifunza mambo mengi. Leo nimejifunza kuhusu mambo ya lishe na makundi ya vyakula ya kuwalisha watoto. Kundi la kwanza, kuna makundi 6 ya chakula. Kuna kundi la kwanza ni kundi la nafaka, kundi la pili ni kundi la mizizi, kuna kundi la 3 ni kundi la nyama, kundi lingine la mboga mboga, kundi lingine ni kundi la mafuta. Zamani hapo nilikuwa tunampa mtoto chakula ambacho sio sahihi, lakini kupitia elimu ya lishe ya leo nimejifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo naenda kufuata utaratibu wa lishe wa kumpa mwanangu ili aendelee kuwa na afya nzuri. Kwa kweli kwa upande wangu mimi nimejisikia vizuri kwa sababu tayari tumepata elimu ambayo tulikuwa hatuijui na hatukuitarajia kama inaweza kutufikia kijijini kwetu kuizianiche. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutuona na kuja kutuelimisha na kutufundisha jinsi ya kuweza kuwahudumia watoto wetu tukiwa majumbani mwetu. Katika hatua nyingine, Laurent Mwazembe, mzazi na baba mkazi wa kijiji cha Isalalo, amewasihi wanaume kutowaachia wanawake pekee jukumu la malezi ya watoto, kwani uzazi ni pamoja na kusaidiana. Hivyo ni wajibu wa mwanaume kuhakikisha chakula kinakuwepo nyumbani kwa ajili ya familia ili kukabiliana na tatizo la udumavu pamoja na utapiamlo. Na mimi baba kama mtafutaji lazima niwe sambamba na mama ili mtoto wetu awe na afya njema. Kwa leo nimejifunza kwamba mimi kama baba
nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha chakula kinapatikana kwa wingi nyumbani ili mtoto wetu asiwe na udumavu. Tuwe na mstari wa mbele, yani sisi wote tushiriki, kwa sababu jukumu la kulea watoto ni jukumu letu sote. Kwa hiyo nilikuwa naomba wakina baba, sisi ndio tuwe mstari wa mbele kuhakikisha nyumbani chakula kinapatikana, lakini pia na tuwaelekeze wao kina mama namna ya kutengeneza makundi 6 ya vyakula. Kutoka hapa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Ni taarifa kutoka mkoani Songwe. Taarifa hii mtazamaji, na sasa inatufanya tuangazie taarifa kutoka nchini Brazil, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewasilisha mpango wa gridi ya taifa ya maji katika mkutano wa 30 katika kuhakikisha kunakuwa na huduma endelevu ya maji kwa jamii, viwanda, kilimo, mifugo na mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwandishi wetu Gerald Leonard anatusimulia. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa wasilisho hilo kwenye mkutano wa nchi wanachama wa mkataba wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi COP30 unaofanyika jijini Belém nchini Brazili, naibu katibu mkuu muungano ofisi ya makamu wa rais Abdallah Hassani Mitawi amesema mpango huo wa gridi ya taifa ya maji utasaidia kutatua changamoto kwa kuwa na vyanzo vya uhakika vya maji kutoka maziwa makuu na mito mikubwa. The United Republic of Tanzania is championing the water agenda for Africa through high-level political leadership and enhancing investment in water sectors. It's against this background Tanzania is strategically determined to develop multi-phase mega project confirming the national water grid. Aidha, naibu katibu mkuu Mitawi amesema kuwa serikali itaendelea kuwashirikisha washirika wa maendeleo katika sekta binafsi na asasi za kiraia kuhakikisha maandalizi ya gridi ya taifa ya maji yanachukua nafasi yake na kukamilisha mpango huo muhimu. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi wa Water Aid Tanzania Manka Mushi amesema gridi ya taifa ya maji inaakisi mikakati ya serikali ya kutatua changamoto ya upungufu wa maji na kwamba upatikanaji wa maji ya uhakika si tu utatatua changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo wa uhakika bali sekta mbalimbali. We believe clean water, decent toilets are basic human rights essential for human dignity, health, and we are turning that vision into reality, one community at a time. Itakumbukwa kuwa Machi 22 mwaka 2025 wakati wa maadhimisho ya siku ya maji duniani, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza ianzishwe gridi ya taifa ya maji ili maji yaweze kufika katika maeneo yote nchini. Asante sana Gerald Leonard kwa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo mtazamaji inatufanya turuke maji tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ili wawekezaji wengi wenye mitaji mikubwa waje kuwekeza nchini. Diana Godbless anatusimulia. Dkt. Mwinyi akifungua rasmi hoteli amesema sekta ya utalii inaendelea kukua kwa kasi kubwa na tayari Zanzibar imevunja rekodi ya wageni wanaoingia nchini, kwani kwa mwezi Oktoba takriban wageni 740,000 na 3,000 wamewasili, na kwamba hali ya utulivu na amani iliyokuwepo kabla na baada ya uchaguzi mkuu ni kichocheo kikubwa. Ndugu zangu, sekta ya utalii inaendelea kukua hapa Zanzibar. Katika kipindi hichi ambacho tumeingia katika uchaguzi mwezi wa Oktoba, kila mtu alidhani kwamba watalii wataacha kuja, wasubiri kwanza matokeo yatoke, kuwe kuna amani na salama na waendelee kuja. Sivyo ilivyokuwa hapa Zanzibar. Watu wameendelea kuja kama kawaida. Tumevuka rekodi yetu ya watalii kuingia nchini. Sasa hivi tunazungumzia kwa mwezi zaidi ya watalii 743,000 743,000 wameingia Zanzibar katika kipindi cha mwezi huo. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba tayari watu wana imani na amani na utulivu hapa Zanzibar. Hawasubiri hata uchaguzi upite, wameendelea kuja na wataendelea kuja. Tukienda na hesabu hizi, maana yake ile azma yetu ya kufikia watalii milioni 1 mwisho wa mwaka huu tutaifikia.
Akizungumzia suala la msamaha wa kodi kwa wawekezaji, amesema serikali itaendelea na mpango huo ili kuwavutia wawekezaji zaidi kuwekeza katika sekta mbalimbali. Lakini upande mwingine ni kwamba utatusaidia kuwawezesha wajasiriamali wetu, wakiwemo wale kina mama wanaouza bidhaa za mboga mboga, lakini wafanya biashara wengine wanaotoa huduma za vyakula, wavuvi wetu kwa ajili ya mazao yao ya baharini watapata soko hapa, kama ambavyo tayari tumesikia katika documentary ile kwamba mmeanza kununua bidhaa kwa ajili ya hoteli hii hapa kwa wavuvi ambao wanazalisha, ambao wanavua katika maeneo haya. Hili ni jambo la msingi, na hapa pale tunaposema utalii kwa wote, maana yake ni hii: watu wanufaike, watu wa eneo husika. Waziri wa Kazi na Uwekezaji Sharif Ali Sharif amesema wizara imejipanga vyema kuhakikisha malengo ya serikali ya kuwa na uwekezaji wa miradi yenye mitaji mikubwa yanafikiwa kwa kuwa na usimamizi bora na majukumu ya wizara hiyo yenye dhamana ya uwekezaji hapa nchini. Ni mazito yale maelekezo, lakini nakuahidi tutayatekeleza ipasavyo. Tutahakikisha tunasimamia hii wizara ipasavyo, na moja kati ya kitu ambacho mekinifurahisha ni ulipotutaka tuweke mikataba na hawa watendaji, kwa maana ile key performance indicators KPI tutaziweka, na ambaye hatatekeleza ipasavyo arijojo ataenda tu. Tunataka awamu hii namba 2 tuweze kuleta maendeleo mara 20 ya yale ambayo yametoka kipindi cha kwanza, na uwezo huo tunao na rais tunayo wa kutufikisha huko. Mkurugenzi wa mamlaka ya uwekezaji Zanzibar ZIPA, Saleh Saad, amesema mradi huo wa hoteli umegharimu dola za Marekani milioni 12 na utatoa ajira kwa wazawa 145, ukiwa na vyumba vya hadhi ya juu 95 na kuweza kuhudumia wageni 200 kwa wakati mmoja. Maelezo haya yatahusisha mtaji wa uwekezaji katika hoteli hii ambao ni dola milioni 12. Tunategemea kutoa ajira zaidi ya 140 kwa wazawa, lakini vile vile itahusisha jumla ya miradi ya kimkoa, miradi yote iliyosajiliwa Zanzibar kwa kipindi chako cha awamu ya mwanzo cha uongozi wako, ambao ni jumla ya miradi 550 yenye mtaji zaidi ya dola milioni 6.5. Na mtazamaji, ni taarifa yake Diana Godbless, na sasa natufanya turejee jijini Dar es Salaam. Siku moja baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutangaza tume ya kuchunguza chanzo cha vurugu zilizosababisha vifo vya watu na mali za watu kuharibiwa, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema hakitambui tume hiyo na kushauri iundwe tume huru ya kimataifa kuchunguza jambo hilo. Mwandishi wetu anaeleza zaidi. Hayo yamesemwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche wakati akitoa msimamo wa chama hicho kuhusu tume hiyo, ambayo ameeleza kuwa wao wanaamini kwamba serikali haiwezi kujichunguza na kwamba hata wajumbe wa tume hiyo hawana imani nao kwa sababu wamekuwa sehemu ya serikali ndani ya nchi yetu kuchunguza jambo kubwa la mauaji kama haya. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kutafuta ushahidi wa kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuzia waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Ndio maana inaitwa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. Kwa kinachotaka kufanywa ni wale waliofanya uhalifu, kuua watu, kuua Watanzania kwa maelfu, wageuzwe kuwa wao ndio hawana tatizo, lakini Watanzania walioumizwa ndio wageuzwe kuwa wahalifu. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru. Aidha, ametoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Baraza lake la Usalama, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Mauaji ya Halaiki, Makosa dhidi ya Binadamu na Makosa ya Kivita ICC, Kamisheni za Haki za Binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali kuhusu uchunguzi. Tunatoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Baraza lake la Usalama,
Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Mauaji ya Halaiki, Makosa dhidi ya Binadamu na Makosa ya Kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Na ujumbe wetu uko wazi na thabiti: hakuna amani bila haki, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi. Naam, baada ya taarifa hiyo kuhusiana na tume ya uchunguzi, inatufanya tuelekee mkoani Manyara, ambapo siku moja baada ya baraza la mawaziri kuapishwa huku likiwa na wizara maalum ya vijana, kundi hilo mkoani Manyara wameiomba serikali kuimarisha mikakati ya kutatua changamoto zinazowakabili, ikiwemo ukosefu wa ajira, upatikanaji wa mitaji pamoja na programu mahususi za kuwawezesha kiuchumi kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyoanzishwa hivi karibuni kwa lengo la kuboresha ustawi wa vijana nchini. Tujiunge na mwandishi wetu James Stanley anatujuza. Wakizungumza mjini Babati, makundi mbalimbali ya vijana wakiwemo madereva bodaboda wamepaza sauti zao wakisisitiza umuhimu wa hatua za haraka kutoka serikalini. Mwenyekiti wa madereva bodaboda mkoa wa Manyara, Omar Adam, amesema vijana wana imani na wizara mpya ya vijana, lakini wanahitaji kuona utekelezaji mipango hiyo kwa vitendo. Naye kijana Fredrick Molili ameongeza kuwa changamoto kama ukosefu wa mitaji, ajira na maeneo rasmi ya kufanya shughuli zimekuwa zikikwamisha maendeleo ya vijana wengi. Kuanzishwa kwa wizara hii ambayo inawahusu vijana ndiyo inaenda kuondoa changamoto. Nikiziona mimi ni zaidi ya 99% inaenda kuondoa changamoto. Maana yake wizara hii itakuwa imejitanua kwenye wilaya, kwenye mikoa, vijana waende wakaseme changamoto zao kwenye mikoa kule, kwenye wilaya na kwa taifa kwa ujumla, ili Mheshimiwa Rais awe anajua hawa vijana sasa wanawaza nini. Kwa hiyo kama itakuwa ni hivyo, basi Mheshimiwa Rais ataenda kutatua yale yote ya vijana. Vijana wenzangu, mimi nawasisitiza sana tuendelee kudumisha amani na upendo tulionao. Kama kutakuwa na changamoto tuambizane, vurugu ndo inaweza ikaleta nini? Ikaleta mwafaka. Hivyo basi kama serikali wanatusikiliza sisi, waanze wao kutuonyesha sisi milango inayopendeza, kwamba njia ya kupita ni hii hapa iliyonyooka, wasitupitisha kwenye kona ndio hizo zinazoleta nini? Changamoto. Kwa upande wao, baadhi ya wazee wa jamii wamesema kuanzishwa kwa wizara hiyo ni hatua muhimu kwa mustakabali wa vijana. Halfa Juma, mmoja wa wazee hao, amesema serikali inapaswa kuhakikisha kuwa sera na mipango ya wizara hiyo inatekelezwa kwa ufanisi ili kuleta matokeo moja kwa moja katika jamii. Tunasema hivi, tuombe Mungu, watu waingie makanisani, watu waingie misikitini, waombe Mungu wale watu wabaya wasiendelee na wao ambao, kwa sababu nao watu wabaya wanao ndio tunakaa nao. Kwa jumla, vijana Manyara wana matumaini kuwa wizara mpya ya maendeleo ya vijana itafungua milango zaidi ya fursa na kuweka mazingira wezeshi kwao kushiriki kamilifu katika ujenzi wa taifa. Kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni James Stanley, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana James Stanley kutoka mkoani Manyara. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, na sasa tuelekee mkoani Dodoma. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia katibu wa halmashauri kuu ya CCM NEC itikadi na uenezi na mafunzo Kenan Kiongozi amesema wamejiandaa vyema kuwachukulia hatua kali viongozi wote wazembe ambao wanajihusisha na vitendo vya rushwa, huku akisisitiza kwamba hakitavumilia kiongozi yoyote anayeshindwa kuwajibika kwa wananchi. Mwandishi wetu anaeleza. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, Kiongozi amesema chama kitaweka vipimo maalum vya kupima utendaji kazi wa viongozi katika ngazi zote ili kuhakikisha uwajibikaji unazingatiwa kikamilifu, ambapo wanapaswa kufahamu kuwa rais anataka kazi yenye matokeo kwa wananchi na hana mzaha katika masuala ya utumishi wa umma. Chama cha Mapinduzi tumejipanga kikamilifu kuwabana viongozi wetu wa serikali, wakiwemo mawaziri wetu, manaibu waziri wetu, wakuu wa mikoa wetu, wakuu wa wilaya wetu, wakurugenzi, maafisa tarafa na wengineo,
na tutahakikisha wanawajibika ipasavyo. Message hiyo ifike kwa Watanzania. Lakini pia chama hakitasita kuwachukulia hatua viongozi wa serikali ambao ni wavivu, wazembe na watakaoendeleza au watakaoendekeza tamaa za rushwa. Watakuwa na wakati mgumu sana katika kipindi hiki ambacho tunakwenda nacho. Aidha, kiongozi amewataka Watanzania wote kuendelea kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa, akisema hakuna nchi nyingine ya kukimbilia endapo amani ya Tanzania itapotea, ambapo madhara yake huwa makubwa kwa wananchi, hususan watoto, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Nchi hii ikiharibika hatuna nchi nyingine. Wajibu wa kuilinda ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tudumishe umoja, upendo na mshikamano wa taifa hili. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu, na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwatumia na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, wale wanaotushawishi watoto wao wapo nje ya taifa letu, wanaishi vizuri, wana maisha mazuri, na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke, kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu. Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani na kujiepusha na watu wenye maslahi binafsi wanaoendesha kampeni za uchochezi kupitia mitandao ya kijamii kwa kuhamasisha vijana na baadhi ya wananchi kufanya vurugu na kuvuruga utulivu wa nchi. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma inatufanya tuelekee sasa mkoani Mbeya. Wadau wa kilimo katika halmashauri zote za mkoa wa Mbeya wametakiwa kufanya utafiti za kitaalam na kuweka mipango mkakati juu ya mazao ya kipaumbele katika uzalishaji ambayo yatamwezesha mkulima kulima kilimo chenye tija na kuongeza uzalishaji. Taarifa yake Emmanuel Landala inafafanua. Akizungumza katika kikao kazi cha maafisa kilimo kutoka halmashauri na kata na wadau wa kilimo mkoani Mbeya, katibu tawala mkoa wa Mbeya Lazaro Mpogolo amewataka wataalamu wa kilimo kusaidia wakulima ili kulima kilimo chenye tija. Tunapomwambia mkulima acha zao hili, lima zao hili, manake iwe ni jambo linaloleta nini? Faida kwa mkulima. Tunawatoa wakulima kwenye umaskini kuliko kuzunguka nao pale kila siku. Tunawaambia lima, mwisho wa siku uone mabadiliko kwake. Ndio maana nasema basi kila halmashauri natamani ije na mpango mkakati wa mazao au zao la kipaumbele. Maana haiwezekani na hamasisha tu mazao kila zao. Mwisho wa siku tunawachanganya nani? Wakulima. Kwa upande wake, afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Tadei Ngambila ameeleza malengo ya ngazi ya mkoa katika mazao ya chakula na biashara, huku katibu tawala msaidizi wa uchumi na uzalishaji mkoani humo Saidi Madito akiahidi kufanya kazi vipaumbele vya mazao ili kuongeza tija ya uzalishaji. Malengo ya mkoa katika ngazi ya mkoa ni kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara kwa kiwango cha juu, lakini mbali na kuongeza uzalishaji tunahitaji kuongeza tija. Tija ni jambo la msingi. Unalima eneo dogo lakini unapata kipato kikubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, umekuwa ukitamani sana, tamani uione kwenye sekta ya kilimo ikijibu hoja ya matatizo mbalimbali, hususan vipaumbele vya mazao. Na pengine kwa sababu tuko wataalamu hapa, tutaanza kuona namna gani tunajipanga kwa ajili ya kutimiza ile azma ya kwako au maono ambayo unayo. Nao baadhi ya washiriki kutoka halmashauri za mkoa wa Mbeya wameeleza maandalizi yanayoendelea kwenye halmashauri zao pamoja na kuhamasisha matumizi sahihi ya pembejeo. Lengo kubwa ni kuhamasisha matumizi sahihi ya pembejeo kwa watumiaji ili kuweza kuongeza tija. Halmashauri ya wilaya ya Mbarali mpaka sasa kuna mtaalamu ambaye amefuata mbegu bora Dakawa Morogoro kwa ajili ya QDS. Tunao wakulima 70 ambapo lengo ni kuwaletea zile mbolea bora
waweze kuzalisha na iwe rahisi kuwapatia wakulima wengine. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala. Asante sana mwandishi wetu Emmanuel Landala kutoka mkoani Mbeya, ambaye anatufanya sasa turudi tena mkoani Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limesema bado linaendelea na uchunguzi kuwabaini waliosababisha kifo cha mchekeshaji maarufu hapa nchini Emmanuel Matebe maarufu MC Pilipili, ambacho kimetokana na kipigo ndani ya mwili wake. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma William Mwamafupa amesema kabla ya kifo chake Novemba 16, 2025 majira ya saa 9 mchana, marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo jijini Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti majira ya saa 8 mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu asiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe, na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali katika mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limeendelea kutoa wito kwa jamii kutoa taarifa kwa wale wanaohisiwa ni wahalifu na wenye nia ovu katika kuhatarisha amani. Naam, na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Hamis amezitaka mamlaka zinazohusiana na ujenzi kuhakikisha wanafuata kikamilifu sheria, kanuni na taratibu za ujenzi ili kuepusha migogoro na uharibifu wa hifadhi za barabara ambazo hutumika kupitisha huduma za miundombinu muhimu. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza katika ziara ya kutatua migogoro ya kijamii na kukagua miundombinu ya barabara katika maeneo ya Jumbi na Mwera Pogwe, ambayo njia za ndani zimezibwa kutokana na ujenzi usiofuata utaratibu na uvamizi wa hifadhi ya barabara, amesema kumekuwa na ongezeko la ujenzi holela kwa baadhi ya wananchi kujenga ndani ya maeneo ya hifadhi ya barabara, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Akijaza hapa atakuja kufanya biashara. Na nyie kwa sababu ni biashara mtakuja mpa leseni, ndio mshamhalalisha huyu. Na mkimruhusu huyu na hawa huku nao watafanya. Wakati mpaka huo hapo umekaa tu vizuri pale, maduka yake aendelee nayo. Hebu kama mzuri ajenge, afanye bustani kwanza, aache hapo njia za kupita kwa miguu, eneo la kuja kupitisha mtaro wa maji ya mvua. Alafu apande bustani papendeze mbele ya maduka yake. Hii foundation iondoke leo na kesho iondoke, kwa sababu kwanza kajenga hana kibali, lakini eneo la akiba barabara majibu mawili yanatosha kabisa, wala ujizongi. Sawa. Na maagizo ya kumwambia aondoe hicho mlishampa. Mimi nadhani ni kulisimamia hilo. Aidha, Habiba mwataka wamiliki wa nyumba Salim Ali Sud na Habiba Saleh Abdul Latifa zenye mgogoro wa mipaka na kujenga ukuta uliosababisha kuziba njia kuwasilisha ofisini nyaraka za mauziano ya kiwanja hivyo ili kujiridhisha na kupata suluhisho la suala lao ambalo limedumu kwa muda mrefu sasa. Ujenzi huu wenu nyie ndio ukaifanya hiyo njia hii finyike, ndio maana watu wakalalamika sasa. Kwa hiyo nyie mngerudisha hizo 4, hata kama haipiti gari napita Vespa, ndio njia ingekuwepo. Wangekuja kulalamika tena, tunataka nini? Huyu akirudisha sisi tutapata access ya kuingia na kutoka kwenye maeneo yetu vizuri, tungekaa tena tukahukumu kesi ya pili. Kwenu nyenge kwa ishaisha. Lakini kwenu imekuja kwamba mmeshazungumza rudisheni, na watu wa manispaa walishastopisha ujenzi. Maelekezo yao technically walishayatoa, lakini ghafla likaja pup, leteni nyaraka saa 8. Maelekezo nayo yatoa mie, turudi kwenye wataalamu ushauri wao wa awali walioutoa kwenye eneo hili.
ushauri wa awali uliotolewa, kwa sababu wao ndo wanaotizama mipango miji, wao ndo wanaotizama ujenzi, wao ndo wanaotoa hizo vibali vya ujenzi. Huwezi kumpa mtu kibali ambaye anafunga njia watu wasipite. Afisa mipango miji Baraza la Manispaa Wilaya ya Kati, Fadhil Mohamed Hamis, amesema awali katika hatua ya msingi waliwashauri kusimamisha ujenzi wa nyumba hiyo baada ya kuona haujazingatia sheria. Kuja tuliukuta ujenzi huu ulikuwa hauna kibali wakati tunakuja, lakini pia ulikuwa upo katika hatua ya foundation chini. Sisi tukatoa maelezo yetu, tukazuia ujenzi usiendelee mpaka pale huu mgogoro utakapokwenda kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliyopita kwa ajili ya kutatuliwa. Kwa hiyo badala ya hapo tena sisi hatukuhusika tena, isipokuwa likaja tamko tu huyo mtu anatakiwa apewe kibali. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo inatufanya tuelekee sasa mkoani Arusha. Hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center ALMC inayosimamiwa na KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati imeweka historia mpya katika safari ya kuboresha huduma kwa watoto njiti na wale wanaozaliwa kabla ya muda wao kwa kuingia makubaliano na taasisi ya mtoto wa Afrika ICHA ili kuendeleza na kuboresha huduma hiyo ndani ya hospitali hiyo. Taarifa zaidi anatusimulia Jires Kawiche. Akizungumza baada ya makabidhiano hayo, mkurugenzi mtendaji hospitali ya ALMC mkoani Arusha Godwill Kivuyo amesema huduma hii itasaidia kila mtoto aliyezaliwa kupata nafasi ya kuishi hata kama atazaliwa kabla ya muda wake. Tumekuwa na organization inaitwa ICHA ambayo sasa inatanua wigo wake wa kazi, na kwa sababu hiyo tumeingia nao makubaliano. Wao wito wao ni katika Afrika kueneza na kuweka hii taaluma na kuwasaidia watoto hawa waweze kufikia malengo yao, waliozaliwa njiti, lakini wale ambao wanakuwa na changamoto za kuzaliwa wakiwa na umri chini ya mwezi mmoja. Haya makubaliano ni ya msingi sana kwa ALMC kwa sababu yataendelea kutoa huduma kwa hawa watoto, lakini pili yataongeza ile reputation ya taasisi yetu pamoja na kanisa kwa ujumla ili iweze kufanya vizuri katika mipango yake yote ya sasa na ile inayoendelea. Na uzuri au umuhimu wa mkataba huu, lakini ubora ambao tunaozungumzia hapa utakuwa unashirikisha mataifa mbalimbali. Kwa hiyo utakuwa na kiwango kikubwa cha care cha kimataifa kwa ajili ya watoto wetu wa Arusha, wa Afrika Mashariki, wa Kitanzania na Afrika kwa ujumla, kwa sababu maono ya organization hii yako mpaka Afrika. Daktari Steven Swanson ni mwanzilishi mratibu wa taasisi ya mtoto Afrika ICHA, amesema kwa muda mrefu changamoto za vifaa, wataalamu na teknolojia ya kisasa zimekuwa kikwazo kwa vitengo vya watoto njiti katika hospitali nyingi za Tanzania, lakini kupitia makubaliano haya mapya safari ya mabadiliko imeanza rasmi. Today I'm very happy to announce that ICHA and ALMC are working together in a new partnership to improve the sustainability and to strengthen the capacity for the Arusha Lutheran Medical Center NICU, as well as the pediatric department. Aidha, daktari wa watoto Dr. Eunice Msuya ambaye amekuwa akihusika na watoto njiti katika hospitali hiyo amebainisha namna ambavyo ushirikiano huo unatarajiwa kuwa kitovu cha huduma za kiwango cha juu si tu kwa Arusha bali kwa kanda nzima ya kaskazini na Afrika. Na hao ndo tunadili nao zaidi kuliko wale watoto wengine wakubwa. Na katika senta hii tuna uwezo wa kusaidia watoto chini ya wiki 37 na wa chini zaidi ambao wana survive hapa kwetu ni ya wiki 24 akiwa na gramu 500, wengine gramu 300, na tuna uwezo wa kuwasaidia. Na mara nyingi changamoto za premature au kuendelea kukua kwa wao ni premature lung, yani RDS prematurity, kwamba mapafu yao hayajakomaa, ambayo ni changamoto kubwa, ikiwa na ubongo, ikiwa na inaanza diseases like infections.
Okay? Sasa tunaweza kufanya hivyo vyote na tumeuweza kuwasaidia watoto premature na tunafanya kazi nzuri kwa kweli tukishirikiana na Dr. Swanson ambaye amekuwa yeye ndio consultant wetu na mentor wetu. Na pia tunafanya utafiti wa neonatal and infant mortality risk nchini Tanzania ulionyesha kuwa watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda wana hatari kubwa ya kifo, kwani wanaweza kukabiliana na matatizo kama kupumua, kuzuia baridi, maambukizi na shida za kukua baadaye. Huku hatua hii mpya ALMC na ICHA wanaandika hadithi ya matumaini, hadithi ya ushirikiano itakayosaidia kupunguza vifo vya watoto njiti. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatufanya tupate mapumziko mafupi, lakini muda si mrefu tutajiunga naye Gerard Leonard kwa upande wa habari za kimataifa.